utashi wa moyo, tayari wa moyo na taufiki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Naam, Al-Fudayl ibn Iyad huyu ni katika watu wakubwa sana waliokuwa katika karne ya pili ya Hijria. Sisi Ahlusunna wal Jamaa tukipekua katika vitabu vya historia na kuzikuta shakhsiyati ambazo kwamba zimeacha alama kubwa katika umma kama huu, basi ukiingia tu katika Al-Bidaya wa Nihaya ya Imam Ibn Kathir au kaenda katika Siyar A'lam al-Nubala, utapata utambua huyo alikuwa ni nani, kwa sababu khutba ni ujumbe mfupi ambao kwamba tunapeana ndugu zangu katika imani, tukaufanyia kazi katika wiki nzima, kwa sababu Mungu akijalia Ijumaa nyingine tutakuwa na ujumbe, Ijumaa nyingine tutakuwa na ujumbe, basi ujumbe wa siku 7 Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kufanya mfupi ambao kwamba utakuwa na yeye alikuwa ametoa jawami al-kalim sallallahu alaihi wasallam, azungumza maneno machache yenye maana kubwa sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kwa kuchunga dakika 1000 hatuwezi kutaja ukoo wake ama watoto wangapi alikuwa ameoa, alikuwa na nini. Tunataja ile nukta muhimu ambayo kwamba itaenda sambamba na ujumbe wa siku ya leo. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala alikuwa ni qati'i tariq, alikuwa ni mkoa kwa lugha ya sasa hivi ya watu wetu sisi watu wa Nairobi na Kenya. Alikuwa ni mkoa, alikuwa ni mwizi, alikuwa ni jambazi. Asha hayatahu, ameishi maisha yake katika kupora watu, na tena anapora watu wanaoenda kufanya ibada ya hija au umra. Alikuwa akiishi katikati pale Madina na kwenda Maka. Kwa hivyo anasimama usiku barabarani, watu wanaopita na mali zao, pocket money zao, wanaenda haji, anashika, toeni pesa. وما أكثر هذه الأفعال في أيامنا هذه. نقطع طريق watu waliokuwa na tabia za huyu bwana mkubwa aliyekuja kubadilika anaitwa Fudayl ibn Iyad, katika zama zetu wako kiasi gani? Wengi sana. Msikiti mzima huu ambao kwamba tumo leo, ukiuliza au ukitaka wewe bwana, mwaka huu umenunua simu ngapi? Au miaka 5 hii last 5 years iliyopita umenunua simu mara ngapi? Mara 2 mara 3. Mwenye ameishi na simu yake miaka 5 ni mmoja sana. Ama mtu atakwambia tumeangusha machache, lakini ilinyakuliwa kwenye matatu, ilinyakuliwa kwenye gari, ilinyang'anywa, ilikabwa, ilipigwa ngeta mengi. Na hili mpatiwa wakati wake na waalimu wako wapate kulizungumza. Vijana wengi wameingia katika masuala ya wizi na unyang'anyi na dhulma, kwa sababu ambazo kwamba zipo za kijamii na zipo ambazo kwamba ni za roho ngumu, kwa sababu asariqa, wizi, ni tabia mbaya, jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelikemea katika sura ya 5 Suratu Al-Maida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Suratu Al-Maida ina aya 120, ni sura ya 5 baada ya Surat An-Nisa. Nisa ina aya 176.
baada yake ni sura Al-Imran, sura ya 3 kwamba ina aya 200. Kabla yake kuna sura Al-Baqara, sura ya 2 285 aya. Kabla yake kuna sura Al-Fatiha na aya 7. Sura hii ya 5 ina aya inasema wasariqu wasariqatu. Ulama wanatuambia katika wizi ameanzwa mwizi mwanaume kisha mwizi mwanamke, ama katika zina ameanzwa mwanamke kisha mwanaume. Azaniatu wazani, surati Nur. Katuambia kuna malhar mazuri kuwa wengi katika wezi ni wanaume. Hizi ni kazi kubwa sana, taka teknika, ataka nini. Wanawake wengi hawawezi, kwa sababu leo wameibuka. Tunaona kwenye TikTok wanachukuliwa na hizi kamera za miatio hizi, amejaza nguo, ingia dukani anachomeka, tunaona matendo ya kifedheha, lakini na wao wamo. Lakini wengi zaidi katika wizi ni nani? Mwanaume. Mwenyezi Mungu akasema wasariqu wasariqatu, akaanza mwanaume, mwizi mwanaume, kisha mwizi mwanamke. Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah, Allahu azizun hakim. Hapa pia kuna maneno lakini muda utoshi. Azizun hakim, kwa nini nimemalizia hili? Wakati Arabi, mtu ambaye kwa hajui dini ni Arabi, lakini asikiliza Qur'an na Qur'ani kwa maneno ya Kiarabu. Alipopita msikitini nikakuta shekha anasoma wallahu ghafurur rahim, anasoma wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu ghafurur rahim. Arabi akamwambia hapana, hiyo si Qur'an. Ndio mimi mfanye ana hafidh, anambia hapana, kama ni hafidh lakini Qur'ani haiwi hivyo. Unanibishia ayatanda tufaka msaada katafuta msaada? Hapana, shekha alikosea. Wallahu azizun hakim. Ingekuwa ni Ghafurur Rahim asingekata, lakini izza yake, utukufu wake ndio akakata mkono wa mwizi mwanaume na mwizi mwanamke. Alhasil, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ishtanibu sab'an mubiqat, yepusheni na madhambi 7 yenye kuangamiza kabisa. Moja wapo ni asirqa, kuiba. Al-Fudail ibn Iyad alikuwa ni mtu mwenye kuiba, anaibia mahujaji, anaibia watu wanaoenda kutekeleza ibada kama hii. Siku moja katika maisha yake ametoka usiku, na kisa kinasema alimpenda msichana mmoja, akaamua aruke ukuta usiku ili kuingia kwa nyumba aliko huyo msichana, kuweza kufanya machafu yake. Akipanda katika kuta ule akasikia msomaji akisoma Qur'an, akasikia Qur'an. Huyu Fudail ibn Iyad, msomaji anasoma suratul Hadid, amefika katika aya inayosema alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaq. Aya yasemaje? Imeingia moja kwa moja katika sikio la Al-Fudail ibn Iyad, na yeye ni mwizi, na yeye anapanda ukuta kwenda kufanya machafu na msichana aliyempenda katika nyumba kamili. Aliposikia, mguu wake ukasimama kwenye ile ngazi akipanda, akasema ana ya Rabb, alam yani haujafika wakati? Anamwambia ana ya Rabb, umefika wakati. Umefika wakati wa mimi Al-Fudail kubadilika. Akapiga ngazi za kushuka chini, sasa anashuka chini huku akisema ana, na akilia kwa uchungu, haijafika wakati kwa sisi tulioamini?
haijafika wakati kwa walioamini an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. Haujafika. Hii aya ilimuathir Al-Fudayl ibn Iyadh, akashuka katika kwenda kufanya maasi na huyo msichana, na akishuka chini ameenda katika ukuta, akakaa akilia nyuma ya ukuta, akasikia watu wakiongea. Ilikuwa ni saa 8 saa 9 usiku. Tuendelee na safari, watu wanaongea nyuma ya ukuta na wasikia. Mmoja anawaambia hapana, tuendelee. Mwingine anawaambia hapana, tusiendelee kwa sababu siku huu tunaweza kukutana na Fudayl hapo akatunyang'anya maisha. Tuweza kupatana na nani? Na yule mwizi. Kwa tuache tulale mpaka ikifika alfajiri saa 11 atakuwa amerudi na sisi tuendelee na safari. Anasikia sema watu usiku wana niogopa mimi baada ya kuogopa Mola, na mimi nafanya maasi. Ikazidi hali ya kumuumiza na kutubia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa anarudi kwa Mwenyezi Mungu. Alani yako ni mbatina amani takhsha qulubuhum li dhikrillah. Kisa cha pili, tumesema visa vitatu vya haraka haraka. Cha kwanza cha Fudayl, mabadiliko yamebadilika kutoka qati' tariq ila abid al-haramain katika dakika moja, kwa kusikiliza aya moja katika usiku mmoja, katika dakika wa thawani. Kwa ndugu zangu, sikusubiri kuleta maudhui hii ili tubaki tu tunafurahia visa. Alam yakun lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Ichukue ndugu yangu katika imani, mwambie Mwenyezi Mungu, iambie hii aya, mimi niko na madhaifu yangu, mimi niko na uraibu wangu, mimi niko na udhaifu. Mfano mtu yeye kwenye simu picha chafu, sema ana ya niache kuangalia picha chafu kupitia simu. Mtu ana uraibu wa wanawake na zinaa, mwambie ya Rabb, ana alayya, imefika wakati sasa wacha haya mambo. Mpaka lini mimi? Alam yakun lilladhina amanu, una uraibu wa kuangalia pengine mipira, hatujakataza, lakini mpaka waacha swala, mpaka waacha huduma zingine za kifamilia, mpaka waacha majukumu mengine ya kukuletea riziki yako, uko kwenye mpira tu. Dakika 90, dakika 120, swala 2-3 za kupita wao kwenye kuangalia mpira. Alladhina amanu takhsha'a li dhikrillah ma nazala min al-haqq. Niambie nafsi yangu, na kila mtu anajua ana udhaifu wake. Kwa hivyo chukua haya mafunzo kutoka kwa Sayyidina Al-Fudayl ibn Iyadh aliposema, nimeacha mimi hizi, na wewe acha udhaifu wako, acha udhaifu wako, mwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisa cha pili, as-sahara, wale wachawi waliokuwa na pawa kubwa na jambo kubwa, mpaka uchawi wao na matendo yao yamesajiliwa leo kwenye Qur'an. Tunayasoma visa vyao na visanga vyao. Hao ni wachawi ndugu zangu, na ni wa katika zama zetu na mitaa yetu. Wapo wangapi? Wengi. Bali ukiwa mstari wapenda kuzungumzia sana habari hizi, wenyewe hawapendi, watakupiga hata wewe. Usiwazungumza habari za watu na misheni za watu, lakini alhaqu ahqqu an yuqal, haki ni haki zaidi isemwe. Utaniwia radhi al-kalam bil-aam, maneno ya khutba, maneno ya mawaidha, saa nyingine ya mwanza mwenye kuzungumza kabla ya kumfikia msikilizaji. Uchawi upo ndugu zangu,
hata ile hadithi inayosema sarika nadhani haipo, ishtani sab'a mubiqat, asihri ndio ipo. Chawi, ishraku billah, sihr, mudminu al-khamr, kukimbia siku ya vita. Ziko hizo dhambi 7 kubwa ambazo zinaangamiza, zimetajwa katika hadithi maarufu. Mahalu shahid, uchawi katika dhambi 7 upo, na uchawi haujafundishwa na Sayyidina Suleiman. Qur'ani inasema wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman wama kafara walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr, wanafundisha watu uchawi. Hawa wachawi ambao Firaun la'anatullahi alayhi alipoona anazidiwa hoja na Sayyiduna Musa ibn Imran radhiyallahu alayhi salam, wakasema, bwana wewe umeleta nini ili tujue kwamba wewe ni mtume wa Mungu na nini? Mwambia mimi na mambo mawili makubwa, ende aya 5 na aya 2 zitoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya ya kwanza nimepewa hii fimbo. Hii fimbo ndio ngao yangu na ndio dalili yangu ya utume. Nikiitupa tu hivi kwa maneno na kwa nia fulani itabadilika na kuwa ni mnyama na kuwa ni kiumbe. Fimbo kubadilika kiumbe ni ajabu kabisa. Wa hakadha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwapa mitume yake mu'jizat tuayiduhum ala da'wahum, anawapa miujiza na hizi ili wape nguvu katika madai yao kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilipokuwa katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna watu wenye fasaha kubwa ya kuzungumza, lugha ndio imeshika, watu wanashindana, wanatoka katika viwanja kuimba mashairi ya Kiarabu. Huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Rudi kwenye vitabu utaona mabingwa wa lugha ya Kiarabu na si Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaletewa kinachomjiza kwamba wavunja hizi lugha, akaletewa Qur'an. Hakuna kitabu fasihi kama Qur'an, bali alipokuwa Isa ibn Maryam katika zama zake, watu ni wagonjwa sana, watu wanashindana katika uganga na kutibu na matibabu. Daktari akaletwa Isa, akapewa nguvu za kutibu, akimshika mtu mwenye maranga, mwenye upele, mwenye magonjwa, anapona hapo hapo. Mitume wote walikuwa na miujiza inayokwenda kushinda ile udhibiti wa pale. Sayyidina Musa wakati wake yeye ilikuwa watu ni wachawi sana, watu ni wachawi kweli kweli. Firaun ukubwa wake anajivunia wachawi. Na Musa alipokuja akamwambia, mimi kama kuna wachawi mimi naweza. Akamwambia, basi leteni wachawi wote wa mji, wale mabingwa. Wale ambao anasema walikuwa ni 10, mabingwa kweli kweli, wameitwa kwenye ikulu na mkuu wa nchi, wachawi 10
Kwa mfano leo Kenya nzima tunataka wale mabingwa 10 wa uchawi. Swali mtu wakakusanyika, kisha kabla ya kazi watu wakaitwa, siku fulani tokeni kwa wingi, nataka tumuonyeshe huyu Musa kijana mdogo anataka kufanya, anajua nimeleta wachawi 10 mabingwa wapambane naye, tuone kama yeye ni mtume wa Mungu. Ilipofika Moabit wakamwambia, kwanza tuna sharti, sisi tukimshinda huyu Musa tunapata nini? Kawaambia, mtakuwa minal muqarrabin, ninyi 10 tu, tampa mtu wizara moja kwa mko ndani ya ofisi yako, mko ndani ya ikulu. Shughuli ilikuwa ni pevu ndugu zangu, muda hautoshi. Lakini mwisho wachawi walipotupa vitu vyao na Musa katupa fimbo yake, faidha hiya talqafu ma yafikun, mara fawaqa as-sahratu qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa. Dakika moja wachawi ambao ni watu waovu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewalaani na mtume amesema uchawi katika madhambi 7 ni kuangamiza, tayari wamebadilika, wanasema amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kwa hivyo nukta taghayyur wa tahawul haihitaji masaa mengi. Al-Fudayl ibn Iyad ndani ya dakika moja amekuwa ni abid al-haramain. Wachawi ndani ya dakika 10, dakika 20, lisali moja wamekuwa amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kisa cha mwisho tukienda kumalizia ujumbe wetu kwa leo ni kimetolewa na Sayyiduna Ali Habib Ali Jufri. Namsikia majuzi katika durusu zake akizungumzia kilichotokea alipokuwa hapa Kenya. Anasema, namnukuu, kunna fi Nairobi qabla ayyam, asema hivi, tulikuwa katika mji wa Nairobi kabla sanawati, miaka iliyopita kadhaa. Tumeenda kumsalimia Sheikh Mito Saleh Ayan au Ayan, sijamsikia vizuri Ayan. Anasema tumeenda kumsalimia, alikuwa ni mgonjwa. Basi tulipompa salamu na kumwangalia tukatoka. Anasema Al-Habib Umar ibn Hafidh yuko sayarat, gari ya mwanzo, wa ana al-faqir fi Arabia Thania, yuko katika gari la pili, akilikuwa ni msafara. Nilikuwa tumsalimia tukielekea moja kwa moja airport kwa ajili ya kusafiri. Kwa hiyo tukiwa airport pale tumeshuka kwenye magari, anasema faidha rajulun ifriqi, mtu Mwafrika ameuliza wenzake, man hawa, ni nani hawa? Majibu haya na nuru za usoni, habari kwa hawa ni watu hatari sana katika asrar, na wote tunajua hili na tunakubali ni watu wako na Mungu saa zote. Ulimi ni mbichi kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au msahau Mungu hawasahau, Mungu ahifadhi. Nasema huyu mtu ameathirika, anauliza hao ni nani? Wenzake wanamwambia hawa ni Waislamu. Waislamu ndio hawa. Nasema mimi nataka kusimamiwa kama wao. Kwenye matatu, kwenye airport. Na subhanallah, anaelezea kisa hiki Al-Habib Ali, anasema ilikuwa tuingie na ndege iondoke kabla ya dakika 5. Habib akamwita yule mtu, akaletea, akamsilimisha, akampa jina la Muhammad Abdullah. Kisha akamwambia tuingie naye kwenye ile makani ya intidhar, mnasubiri muingie muondoke. Habib Ali anamwambia, bwana, sisi tumsilimisha mtosha, sisi ndani ya 5 tuondoke.
tuachane naye, tuachie ndugu zetu akamelimisha. Akamwambia mletee tuingie naye ndani. Ndio bado dakika 5 habibi, akamwambia tuingie naye ndani. Tuingie naye ndani. Hizo dakika 5 zimetosha mimi kuongea naye kwa hiyo. Kishaingia ndani, wa mara wanasikia tangazo, ndege ambayo ilikuwa iondoke kabla ya dakika 5 imechelewa, itaondoka baada ya masaa mawili. Sabieni Mtume masaa mawili, sasa ni miaka miwili kwa Habibu Umar na huyo aliyesilimu. Da'wa, maneno, al-irth, ta'lim, wakaenda mpaka swala ikawakuta alasiri hapo wakaswali. Mtu ambaye kwamba kabla dakika alikuwa ni si Muislamu, anafanya anachofanya tayari sasa yuko katika sufufi mswali katika dakika 5 katika masaa mawili. Al-Fudail ibn Iyadh alibadilika katika dakika moja kutoka katika wizi na uchafu wa zinaa kuwa ni abid al-haram. Wachawi ambao kwamba ni mabingwa waliokusanywa kwa pesa nyingi na ahadi kubwa kubwa, wamebadilika ndani ya masaa mawili matatu. Mpaka sasa hivi wanasema, na tunasoma mpaka leo sura Ash-Shu'ara ina 227 hivi aya. Kipita pale amina bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kisha huyu mwenzetu Mkenya mwenzetu ambaye anatajwa na vinywa vitukufu vya kina Habib Ali, ndani ya dakika 10, ndani ya dakika 5, ndani ya masaa mawili alikuwa si Muislamu. Sasa hivi yuko katika safu za Uislamu. Na sisi ndugu zangu tunayo fursa, tusikate tamaa. Mahma fa'alta, mahma umekuwa, nilikuwa tunatoka katika mwezi wa Ramadhani juzi, tumeosha vifua vyetu, tumeosha matendo yetu. Kwa nini turudi tena katika uchafu wao? Tuendelee na mstari ule ule. Tumeswali sala 5 katika msikiti. Ijumaa ilikuwa inajaa kuanzia saa 5:30. Tusiwache. Japokuwa wanadamu kama kawaida kupata futuru, kupata na uchovu baada ya kutoka kazi ngumu. Lakini kama ulikuwa unaweza kusoma juzu 5, kwa nini nje ya Ramadhani usiweze kusoma juzu 1? Kama ulikuwa unaweza kusoma juzu 1 kila siku, kwa nini usiweze kusoma nusu juzu ya Ramadhani au robo juzu? Kama ulikuwa unaweza kusoma safha 2, soma nusu safha kila siku, ukawa unaishi katika maisha yako mwaka mzima ndani ya Qur'an. Ukawa utaishi katika Qur'an mwaka mzima ndani ya dhikri na kile ulichokuwa ukifanya. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum bi dhikrillah. Hujafika wakati kwa wale walioamini. Na maajabu ya hii Qur'ani tumesema ndio Mtume amepewa kuja kuvunja wale wanaojidai wao ndio wanaijua lugha ya Kiarabu nje ndani ya Qur'ani. Angalia hii mstari tu, alam ya'ni lilladhina, kawaida kafaru, alam ya'ni lilladhina kafaru. Hujafika wakati wale waliokufuru, waliopinga Mwenyezi Mungu kuwa nyoyo zao zilailike, lakini hapana, lazima amani. Kwa sisi tulioamini ndio tuambiwa, tuzungumziwa sisi tulioamini. Kumbe sisi tulioamini nyoyo zetu ni ngumu, zipo nyoyo ni ngumu. Kwa Mwenyezi Mungu anambia jamani, mlioamini nyoyo zenu ni ngumu. Haujafika wakati zikalailika, zikaacha hayo maulaibu, zikaacha hayo maasi, zikarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atajalia min alladhina sami'u al-qawla wa yattabi'una ahsana. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.